Bwana, kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kinatarajia kushuka dimbani kesho dhidi ya Al Masry katika mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika, mchezo ambao utachezwa majira ya saa 1 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Makweme Sports tumekuandalia interview maalum tukizungumza na meneja habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Ahmed Ali, akieleza hali kikosi kilivyo, namna ambavyo wamejipanga kwenda kupata matokeo wakiwa ugenini, na namna ambavyo wanaamini kwamba msimu huu wa 24-25 hawawezi kuishia katika hatua ya robo finali, na sasa wanataka hatua ya nusu finali. Meneja habari na mawasiliano ndani ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Ahmed Ali, huyu hapa akiwa analithibitisha ndani ya Makweme Sports. Usisahau kusubscribe na kugonga alama kengele, kwa sababu hapa ndio sehemu pekee unapoweza kuzipata taarifa nyingi na za uhakika za kimichezo. Makweme Sports, sisi ni michezo. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefika hapa leo ikiwa ni siku yetu ya 4. Tumekuwa na wanasema pleasant camp, yani tumekuwa na kambi bora yenye utulivu wa hali ya juu. Unajua Ismailia ni tofauti na Cairo. Ismailia kutulivu fulani hivi, yani uwanja tunaofanyia mazoezi hivi sasa unaitwa uwanja wa Suez Canal Authority, yani ni uwanja wa mamlaka ya mfereji wa Suez Canal. Huko hapa katika mji wa Ismailia. Uwanja wetu wa mechi unaitwa uwanja wa Suez Stadium, upo katika mji wa Suez, yani mji wa Suez ndio ambao unamiliki huo uwanja wa Suez. Huko ndiko ambako tunakwenda kucheza mchezo wetu, na mpango mzima ni kwamba kesho Jumanne timu itaondoka hapa majira ya mchana kuelekea katika mji wa Suez, ambapo ni mwendo wa masaa 2 kutoka hapa Ismailia kwenda Suez, kwenye mji ambao mchezo wetu utachezwa. Tutaondoka hapa, tutafikia kwanza katika uwanja wa Suez ambapo tutafanya mazoezi kesho majira ya saa 12 the same time na muda ambao tutacheza mchezo wetu na wapinzani wetu. Tutafanya mazoezi hapo, na baada hapo tutaondoka kuelekea hotelini, ambapo ni mwendo wa dakika 50 kutoka uwanjani kwenda mpaka hotelini. Na baada hapo tutasubiri siku ya mchezo ambao ni tarehe 2, tuende tukafanye kile ambacho kimetuleta hapa Misri. Wachezaji wanataka kufanya kitu kipya, na binadamu sahihi mwenye akili timamu ni yule ambaye kila baada ya siku moja au kila baada ya mwaka mmoja anapiga hatua kwenda mbele. Simba tumekuwa kwenye robo finali hapo. Ilikuwa ni mafunzo namna gani ya kuvuka kutoka hatua ya robo finali kwenda hatua ya nusu finali. Sasa tumeshajifunza vya kutosha, tumeshapata experience na exposure ya kutosha. Kwa hii inawapelekea wachezaji, unajua binadamu asipokuwa na drive and force, asipokuwa na kitu cha kumsukuma, anaweza asifanye maajabu. Sasa sisi wachezaji wetu kipo kitu ambacho kinawasukuma kufanya vizuri, nacho ni kuipeleka Simba nusu finali. Hiyo inawaongezea morali, hiyo inawaongezea nguvu ya kupambana na kuhakikisha kwamba wanaipeleka Simba hatua ya nusu finali. Lakini kama haitoshi, wameona namna ambavyo mashabiki wa Simba wamekuja wengi hapa Misri. Mpaka hivi sasa wameshakuja wengi, na bado kuna wengine wanakuja kutoka Dar es Salaam, na bado wengine wanakuja kutoka katika miji mingine ya hapa Misri. Kwa hiyo wale mashabiki wengi wanaokuja uwanjani wanatengeneza deni kwa wachezaji, kwamba kama mtu ametoka Dar es Salaam amekuja mpaka hapa, maana yake ana imani na sisi. Wenyewe Simba Sports wanasema hii tunavuka. Mimi naitwa Ahmed Ali, mpaka wakati mwingine.